wajasiriamali watarajiwa, lakini pia wengine ni wajasiriamali ambao wako chini ya shirika la Okoa Generation. Sasa vijana hawa tumekuwa ni mwendelezo wa kuwapa elimu hasa kwenye masuala ya kodi, kufafanua maeneo mbalimbali yanayohusiana na kodi hasa kwa wale wanaanza biashara. Na leo tumefundisha kodi zipi TRA tunazisimamia na zinatozwa vipi na ni nini ambacho wanatakiwa kufanya kama mjasiriamali. Kwa hiyo tumefafanua, wameuliza maswali mengi, lakini yote ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo kwa ajili ya kusimamisha hizo biashara zao ili wawe watarajiwa wa kulipa kodi kubwa kwa baadaye. Leo nimeweza kupata elimu ya kodi ambayo mwanzo nilikuwa sijui, lakini kulingana na afisa alivyoweza kutupa kwa mapana zaidi sheria na kanuni ambazo kodi zinatakiwa usijue wewe kama mfanyabiashara mdogo, wakati na hata mkubwa. Nimeweza kujua kanuni nyingi ambazo amezungumzia masuala ya TRA na kodi, masuala mazima ya forodha na ushuru ambao bidhaa ambazo hazilipi kodi bali zinalipa ushuru. Lakini vivyo hivyo pia nimeweza kutambua kwamba mimi kama mjasiriamali mdogo kuanzia 0 mpaka milioni 4 naweza nisilipe kodi, lakini kuanzia milioni 5 unalipa kodi. Lakini vivyo hivyo pia ameweza kutupitisha kwenye sehemu nzima ya masuala ambayo tunauza mtandaoni, ni namna gani ambavyo unaweza ukajisajili ili unapouza mitandaoni uweze kuwa mlipa kodi mzuri. Katika mwendelezo wa intervention ambazo zinahusiana na masuala ya usawa wa kodi, tulikuwa na mdahalo ambao uliambatana pia na mafunzo kutoka kwa TRA pamoja na manispaa, ambao ilikuwa lengo ni kwa ajili ya kuwapatia elimu ama uelewa hususan kwenye masuala mazima ya aina za kodi ambazo zinatozwa TRA, lakini pia na aina za kodi ambazo zinatozwa manispaa. Kwa hiyo vijana wakiwa wanajiandaa, ambao hii ni network inaitwa Youth Accountability and Advocacy Network, ambayo kwa kifupi inaitwa YAN, ni vijana 31 ambao wamefanyiwa mafunzo ya usawa wa kodi, wakaunda hii network kwa ajili ya kwenda kufanya advocacy. Kwa hiyo katika mwendelezo huu walitamani sana kuaddress kwenye swala zima la utitiri wa kodi. Kwa hiyo changamoto ilikuwa imetokea ni kwamba hawa vijana waliomba kwanza kupata uelewa sana hususan katika swala zima la aina za kodi ambazo zinatozwa halmashauri, lakini pia na kodi ambazo zinatozwa na TRA. Kwa siku ya leo wameweza kupata hizo aina na baadhi pia ya changamoto ama concern ambazo walizokuwa nazo, lakini pia na mapendekezo wameweza kuyatoa kwa TRA, na TRA wenyewe kama tulivyoona wameweza kuyachukua, lakini pia kuna mengine ambayo wanaenda kuyafanyia kazi na wakaahidi kwamba